Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameibuka na kuzungumzia tamko lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje nchini Tanzania kuhusiana na upotoshaji kufuatia hotuba iliyotolewa na viongozi mbalimbali katika bunge la bajeti, ambapo Mamdu Thabiti Kombo pamoja na bunge wengine walizungumzia masuala kadhaa ikiwemo swala la uhuru wa Tanzania kutoingiliwa na mataifa mengine, huku akisema kwamba Tanzania ni nchi huru kufuatia sakata linaloendelea pamoja na mswada wa kisheria ambao unajadiliwa huko nchini Marekani kwa ajili ya kuiwekea vikwazo Tanzania kufuatia matukio Oktoba 29, 2025. Hatua hiyo imeibua mjadala mzito nchini Tanzania, huku baadhi ya wanasiasa wakizungumza kwa kina. Boniface Mwabukusi amekosoa kauli iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kufuatia kile walichodai upotoshaji kufuatia hotuba za viongozi mbalimbali katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Boniface Mwabukusi ameandika kupitia ukurasa wake kwa lugha ya Kiingereza akisema, maji yameshamwagika. Maadili ya utumishi wa umma yanahitaji uaminifu na uwajibikaji. Kwa hiyo inashangaza sana kutoa tamko refu la umma bila kubainisha wazi ni jambo gani hasa lilipotoshwa na namna gani upotoshaji huo ulifanyika. Kwa mtazamo wa kidiplomasia na kiutawala, mbinu kama hii huendeleza tu dharau ya umma na kudhoofisha imani ya wananchi. Iwapo kauli hizo zilitolewa kwa bahati mbaya au bila tahadhari ya kutosha, ingekuwa busara na heshima zaidi kukiri kuwa zilitolewa kwa namna isiyo rasmi, hazikuwa sehemu ya msimamo rasmi, na hivyo zilipaswa kufutwa badala ya kuhusisha swala hilo na kile kinachoitwa upotoshaji. Tangu lini mijadala ya bunge imekuwa ikitolewa ufafanuzi kupitia simulizi za nyuma ya pazia na njia zisizo rasmi, ili hali mijadala yenyewe ilirushwa mubashara mbele ya taifa zima? Viongozi wanapaswa kuacha mbinu za kisiasa zinazolenga kuficha mapungufu ya taasisi ili kuwalinda wale wanaopaswa kuwajibishwa. Ukweli, haki na uwajibikaji ndio nguzo pekee ambazo taifa linaweza kujenga uponyaji na maridhiano ya kweli. Ameandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, akijibu kauli zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kufuatia kile walichokiita upotoshaji mara baada ya hotuba ya viongozi mbalimbali wa serikali katika bunge hilo.